Mimi ni mwanamke, nimeolewa miaka kadhaa iliyopita na mume wangu ambaye ni daktari bingwa wa upasuaji kwenye hospitali kubwa hapa mjini. Kila mtu kwenye ukoo wetu ananiambia nina bahati sana kupata mwanaume mpole, mwenye heshima, asiye na makuu na anayependwa mno na wazazi wangu kutokana na ukarimu wake. Kwa kifupi, ni mwanaume mkimya, asiye na sifa zozote za huzuni. Kazi yake inamfanya awe busy sana. Anaingia zamu za usiku mara kwa mara na anaweza kuitwa hospitali ghafla kwa ajili ya huduma ya dharura. Mimi kama mke namuombea sana kila siku kwa kazi hiyo ngumu ya kusaidia maisha ya watu. Miezi 6 iliyopita, mdogo wangu wa tumbo moja alihitimu chuo, akawa anasota tu mtaani bila kazi. Kwa wema wa mume wangu akanambia, mke wangu, shemeji asikae tu nyumbani. Akasikitika, ngoja nimuombee kazi ya ukatibu kwenye kliniki binafsi ya rafiki yangu wa karibu. Wow. Nilihisi nina mume malaika. Mdogo wangu akaanza kazi na mume wangu akawa anapita pale kliniki mara kwa mara kumjulia hali. Taratibu mdogo wangu akaanza kubadilika. Akawa anamsifia sana mume wangu jinsi anavyomjali. Kila nikipiga naye story lazima jina la mume wangu litajwe. Kwa kifupi, alimkubali sana. Baadaye mume wangu akaanza kuwa anachelewa kurudi nyumbani, akidai ana wagonjwa wengi wa dharura. Lakini kwa upande mwingine niliona mume wangu ameongeza umakini mkubwa sana kwenye muonekano wake, hadi kununua manukato mapya makali. Mimi niliona ni mabadiliko ya kawaida tu ya kimaisha. Lakini baada ya mabadiliko haya yaliyoanza kunitia wasiwasi kidogo moyoni, kila nikijaribu kuwaza vibaya, niliishia kujilaumu mimi mwenyewe kwa kumshuku mume wangu na mdogo wangu wa damu kuna kitu kinachoendelea kati yao. Nikajiambia, hapana Mary, nani angeamini kuwa mdogo wangu wa damu anaweza kunigeuka? Basi kuna siku mdogo wangu alikuja nyumbani kwetu jioni akiwa amependeza sana. Mimi nilikuwa naona ni mabadiliko ya kawaida kwa sababu mdogo wangu alizidi kuwa na adabu na upendo kwangu. Kila akija nyumbani alikuwa ananisaidia kazi zote, huku akimsifia shemeji yake kwa unyenyekevu. Hali hii ilinifanya nijiamini 100% kuwa familia yangu imebarikiwa, hakuna hata chembe ya usaliti inayoweza kutokea. Basi maisha yaliendelea kwa amani kabisa, huku mume wangu akiendelea na ratiba zake za kuwa busy hospitalini, hasa kwa zamu za usiku ambazo daktari bingwa wa upasuaji hawezi kuzikwepa. Kitu kimoja nilichogundua ni kwamba mume wangu alikuwa makini sana na vitu vyake. Simu yake haikuwa na password ya ajabu, na hata ukiishika huwezi kuta message yoyote ya maana zaidi ya magrupu ya watu wa kazini na picha za wagonjwa. Kila akirudi nyumbani alikuwa anafuta message zote, akidai simu yake haina nafasi. Alifanya hivyo kwa utulivu mkubwa sana kiasi kwamba nikaona ni tabia yake ya usafi wa simu tu. Kuna siku aliniambia amekutana na mdogo wangu Mary akampa lifti. Sijui hata ni mazingira gani waliokutana, maana mdogo wangu alikuwa amepanga chumba karibu na kazini kwake. Ukaribu wake na mdogo wangu ulikuwa wa kizazi kipya sana. Mume wangu hakutaka hata siku moja mdogo wangu aje nyumbani kwetu kama yeye yupo. Akijua mdogo wangu anakuja kutusalimia, mume wangu atatafuta sababu yoyote ya kuondoka, akisema, mke wangu, nawaachia nafasi nyinyi muongee vizuri mambo yenu ya kifamilia. Mimi nikiwepo hapa mtajisi kubanwa. Nani asingemwona huyu ni mume bora, anayejali uhuru wa ndugu wa mke wake? Hata hivyo, kuna siku moja nilikuwa nafanya usafi kwenye gari ya mume wangu. Sasa upande wa abiria wa mbele, chini ya carpet la miguuni, nilikuta hereni moja. Hereni ile ilifanana kabisa na zile ambazo alikuwa amevaa mdogo wangu siku ya mahafali yake.
Nilipochukua na kumuonyesha mume wangu jioni hiyo, alitabasamu kwa utulivu kabisa. Si nilikwambia juzi nilikutana na mdogo wako nikampa lifti? Huenda ilidondoka hapo. Akija utampa, alisema kwa sauti ya upole bila kusita, kiasi kwamba nikaona aibu mimi kwa kumfikiria vibaya. Kuna siku Irene akaniomba gari langu kwa siku 2, akidai anaenda nayo kwenye mafunzo ya kazi nje ya mji kidogo. Mimi nilimpa bila hiana, lakini siku hiyo hiyo mume wangu naye akanambia ana emergency ya upasuaji 2 mfululizo usiku mzima. Kwa hiyo hata rudi nyumbani hadi kesho yake mchana. Moyo wangu ulikuwa mweupe kabisa. Bado nilikuwa sijaelewa chochote kinachoendelea. Lakini ilipofika saa 7 usiku, jamani, kwanza naomba nirudi nyuma kidogo. Mimi sina elimu. Niliishiaga kidato cha 4. Ndo nikakutana na huyo mume wangu akanioa. Kwa hiyo wao wote ni wasomi. Basi usiku huo wa saa 7, mtoto jirani yangu alipata degedege la ghafla. Alikuja kwangu akilia akiomba msaada wa usafiri ili tumpeleke hospitali kubwa ya rufaa. Kwa kuwa gari yangu alikuwa ameondoka nayo Irene, nililazimika kukimbia naye kwa miguu hadi barabara kuu kutafuta taksi. Tulipofika hospitali ya rufaa, hospitali ambayo mume wangu ndo anafanyia kazi, ilibidi kwanza tumkimbize mtoto kwenye chumba cha dharura ICU. Baada ya mtoto kuwekewa oxygen na kutulia, niliamua kwenda ofisini kwa mume wangu. Nilipofika mlangoni, niligonga lakini sikumkuta yeye. Walikuwa wengine tu, wakaniambia huyu leo hajaingia kazini. Mume wangu hajaingia kazini? Yaani nikawa sielewi. Nikamwambia nesi, leo hajaingia kazini kabisa. Akasema ndiyo. Jamani, niliingia kwenye dimbwi zito la mawazo. Mpaka wale wauguzi walianza kunishangaa. Unajua mume wangu hakuwa akinileta sana pale kazini. Ni mara chache mno, akidai hataki kuchanganya mambo yake ya ndoa na kazi yake. Nilitoa simu yangu nikapiga namba yake, haipatikani. Nikapiga tena na tena, wapi? Namba haipo hewani. Hapo ndipo akili yangu ilipofanya hesabu ya haraka sana. Mume wangu anasema yuko emergency, lakini hayupo. Na mdogo wangu anasema yuko mafunzoni, lakini naye hapatikani hewani. Tena yupo na gari yangu. Kwa wakati huo nikawa nawaza, au hii elimu yangu ya kidato cha 4 ndio imewafanya wanidharau kiasi hiki? Nilitembea kurudi nyumbani usiku ule nikiwa kama chizi, hata sielewi nilifikaje. Kila nikiwaza ile hereni niliyoikuta kwenye gari ya mume wangu na jinsi mume wangu alivyokuwa anafuta message, kila kitu kikaingia akilini. Nilihisi tu alikuwa anagonga ruti moja. Nikaona isiwe tabu. Nikaamua kufuta machozi, nikasema liwalo na liwe. Lakini mimi lazima nigundue huu mchezo mchafu wanaonichezea hawa. Maana hawa wasomi walikuwa wanajiona wajanja sana. Kuna kijana wa bodaboda huwa anamtumia sana na anapajua anapoishi Irene. Nikamwomba aende kumwangalia nyumbani kwake. Alipoenda akanambia Irene hayupo. Nikamuuliza kweli? Akasema ndiyo, hakuna mtu. Nilikaa muda mrefu nawaza. Moyo unaniuma kiasi kwamba natamani niruke niwafuate huko huko walipo. Nilikaa kwenye dimbwi la mawazo, baadaye nikapitia usingizi. Ilipofika saa 1:30 asubuhi, nikasikia mume wangu anaingia akitokea zamzamu yake ya uongo. Sura imemshuka, utafikiri kweli kakesha ana save maisha ya watu. Alivua kofia yake kama mtu aliyechoka sana. Akanambia, mke wangu, nimechoka mno. Nilimtazama nikatamani kama
nimkate panga. Nikamwambia, pole sana mume wangu, nenda kaoge upumzike. Alivyoona niko vile kama Mary wa kila siku, akashusha pumzi ya amani. Akajua mchezo wake umepita salama. Aliingia bafuni akaoga, kisha akajitupa kitandani. Na baada ya dakika chache tu akaanza kukoroma fofofo. Simu yake ilikuwa juu ya draw. Niliichukua haraka sana na kukimbilia bafuni, nikajifungia nayo huko. Nikatafuta jina la mdogo wangu Irene, lakini sikulikuta kabisa. Nikashangaa. Nikasema haiwezekani. Hawa watu lazima wana namba zao. Nikaanza kuangalia namba za mwisho kupigwa. Kama kawaida yake, kulikuwa kweupe, amefuta kila kitu. Nilijua huyu hawezi kuacha ushahidi wowote. Nilienda sebuleni nikachukua simu yangu na kumpigia yule kijana wa bodaboda aende kumwangalia Irene kama atakuwa amesharudi. Alipofika akakuta kweli amerudi. Gari yangu iko pale nje. Muda huo nikajaribu kumpigia. Tayari akawa ameshawasha simu. Nikamwambia, Irene, naumwa sana mdogo wangu. Usiku kucha na kupigia hupatikani, na shemeji yako hajarudi kutoka kazini, na nikimpigia hapokei tangia jana. Sijui hata ana shida gani. Na yeye bila hata kujua lengo langu la kumpigia ni nini, akajibu, mimi bado sijarudi huko, au mpigie bodaboda akupeleka hospitali. Nikajifanya sioni namba yake, naomba nitumie. Akanitumia. Mara nikaona simu ya mume wangu inaita. Sikupokea. Ilivyokata akatuma message, wewe kwani hujafika nyumbani mpaka saizi? Mkeo kanipigia simu anaumwa huko, lakini namba imekuja bila jina. Nikamjibu, ndo naelekea huko, sijui hata naenda kumwambia nini, maana nimepigiwa simu na mtu wa kazini anasema jana usiku alienda pale kazini. Hapa nilipo nimechanganyikiwa, sijui hata naenda kumwambia nini. Usipige tena simu, kwani amekwambia anaumwa nini? Irene akajibu, sijajua, ila kuwa makini. Akijua mchezo tuliomchezea itakuwa balaa la mwaka. Tafuta cha kumdanganya, mimi nisihusishwa na chochote. Usisahau kufuta hizi message. Nikamwambia sawa, ila nakumisi. Irene akajibu, utanimisi sana kwa sababu nakupa vitu adimu. Sasa nikataka kujua hivyo vitu adimu ni nini. Nia yangu nipate ushahidi kamili kama safari yao ilikuwa moja kama ambavyo hisia zangu zinaniambia. Nilikosa mbinu, ikabidi nitumie hii, japo ni ya kufikirisha. Mtu kujibu kwa haraka sio rahisi. Nikamwambia, kwani hivyo vitu adimu ni vipi hasa ambavyo unahisi nikivifikiria siwezi kutulia? Nitajie kimoja tu unachokijua. Yaani kipi kinachonichanganya zaidi kwako, nione kama kweli upo kwenye akili yangu. Irene akajibu tu, oh. Yaani akaandika tu oh. Kisha akasema, shughulika na huyo mgonjwa wako kwanza, kisha utafute muda nikwambie vizuri. Mimi tena nikasema sasa oh anamaanisha nini? Mara mume wangu akawa ameamka, anatafuta simu yake. Nikamwambia simu yako hii hapa. Nikampa ikiwa vile vile ipo kwenye ukurasa wa chat. Baada ya kumpa simu yake ikiwa vile, akajifanya kushangaa. Mary, ni wewe ulikuwa na chat hapa? Ni nini kimefanya Mary? Kweli na wewe umeamini huu ujinga? Labda kuna mtu kaichezea namba yake. Anataka kutugombanisha tu. Yaani alijikuta anaropoka vitu visivyoeleweka. Etio, hebu mpigie hapo Irene sasa hivi muulize mbele yangu kama ndio yeye anatuma hizi message au kuna mtu anatumia namba yake kutuchafua. Yaani mume wangu akajifanya ana akili sana kutaka kugeuza mchezo. Oh, kumbe kuna mtu anaichezea namba ya mdogo wangu, sio? Unataka kujua nini kiliendelea kwenye story hii? Basi naomba like, comment, subscribe my channel ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo.